Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze serikali kwa hatua ambazo inazichukua katika kuhakikisha kwamba utumiaji wa huduma za kidijitali kwenye utumiaji wa fedha unakuwa na unafuu. Swali langu mimi lililenga kwenye huduma ya simu kwa simu. Sikuwa na tatizo kati ya benki na simu, simu na benki, lakini ni mtu kwa mtu, simu moja kwenda simu nyingine. Ukituma unakatwa fedha, ukipokea unakatwa fedha. Mwananchi hana unafuu. Swali langu, kwa nini kusiwepo na bei elekezi? Hilo ni swali la kwanza, kutoka Benki Kuu kuweka kikomo kama walivyoweka kikomo kwenye huduma za benki na simu. Swali la kwanza. Swali la pili ni kwa nini serikali isifikirie kuondoa angalau upande mmoja, kwamba ukituma unaweza ukakatwa, lakini wakati wa kupokea wapokee bure wananchi, ili fedha ziweze zikazunguka na kuwasaidia ndugu zetu wananchi kuondolea mzigo. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, namshukuru sana Mheshimiwa Tarimba Abbas kwenye swali lake, na ni kweli kulikuwa na sehemu muhimu hii ambayo ameitaja ya huduma ya fedha za moja kwa moja mtu na mtu. Kwenye hili ndio nilisema Mheshimiwa Naibu wa Spika kwamba sera yetu hasa ilikuwa ni kuendelea kuwa na soko huria, lakini kwa kujali maslahi ya mlaji. Na kwa sasa hivi haukuwa na bei, kwa ukomo wa bei, lakini Benki Kuu imeendelea kufuatilia kwa ukaribu gharama ambazo zinatumika. Benki Kuu imeendelea kutoa mwongozo na imetoa mwongozo wa ada hizi ambazo zinachajiwa na kampuni za simu kwenye huduma za mobile service. Imetoa mwongozo mwaka 2024, imesisitiza kuwekwa kwa uwazi na disclosure. Kwa hiyo kila mtoa huduma wa fedha za malipo ya fedha analazimika kuweka bei ambazo atazichaji ambazo anazitumia kwenye huduma za kutuma na kutolea pesa. Na vile vile Benki Kuu imeweka kiwango cha ulinganisho. Kimeweka kwenye poto, lakini vile vile na kiwango cha ulinganisho wenyewe ita price comparator, ambayo inasaidia watumaji na watoaji wa huduma kuweza kuona zile chaji zenyewe. Kwa hiyo kwenye ukomo hakujawekwa, lakini kumetolewa mwongozo wa namna ya kuweka charges mbalimbali. Swali la pili la Mheshimiwa Tarimba, lile la kuondoa upande mmoja, Mheshimiwa tulichukue, lakini kwa sasa hivi bado hakuna mtumaji na mtoaji vile vile wanachajiwa, sababu wote wawili wanapata huduma kwa sasa mpaka sasa hivi.